Paza sauti yako kwa imani, sema Roho Mtakatifu, asante Bwana kwa ajili ya jioni ya leo na kwa ajili ya neema yako ulioiachilia juu ya maisha yangu. Neno lako linasema mtakeni Bwana na nguvu zake, sawa sawa na Zaburi 105 mstari wa 4. Mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Jioni ya leo, Bwana, tunakutaka wewe na nguvu zako kwenye hii madhabahu. Jioni ya leo tunakutaka wewe na nguvu zako, ziachilie nguvu zako kwenye maisha yetu, kwenye madhabahu hii, ili tuhudumiwe sawa sawa na mapenzi yako. Bwana, jioni ya leo ninauleta moyo wangu kwenye madhabahu yako. Sema na moyo wangu, uguse moyo wangu, ponya moyo wangu, ondoa majeraha, ondoa vifungo, ondoa mateso. Jioni ya leo, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Unaweza kujiombea dakika moja. Ombea moyo wako, mwambie Roho Mtakatifu, sema nami. Mwambie Roho Mtakatifu, nihudumie. Mwambie Roho Mtakatifu, nakutaka na nguvu zako. Mwambie Roho Mtakatifu, nakutaka na nguvu zako. Sijaja leo kama jana, leo ni siku mpya. Sijaja leo kama juzi, leo ni siku mpya. Nahitaji kusema na wewe. Bwana, gusa moyo wangu kwa upya, fungua yaliyofungwa, niweze kuiona nuru yako ikinipeleka hatua nyingine kwenye maisha yangu. Baba, asante kwa ajili ya jioni ya leo. Sisi ni watoto wako wa kike na wa kiume, sisi ni watumishi wako. Bwana, sisi ni watu wako, tumekusanyika chini ya hema hili. Bwana, kwenye madhabahu hii jioni ya leo, ni nani ajuae mapito tulio nayo? Ni nani ajuae hali zetu, Bwana, isipokuwa wewe peke yako? Yesu, ulijuae sikitiko, wewe ujuae huzuni za watu wako, wewe uliyekubali kubeba huzuni, wewe uliyekubali kubeba masikitiko, ukaenda nayo msalabani ili utuache huru. Bwana, ili kupitia kifo chako tupokee ukombozi kwenye maisha yetu. Hii ni jioni ya pekee, hii ni jioni ya pekee, hii ni jioni ya pekee, hii ni jioni ya pekee. Achilia neema yako, achilia msaada wako, achilia nguvu zako, achilia uweza wako, achilia mito ya maji kububujika, Bwana, kwenye hii madhabahu jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo. Ile neema yako itusaidie kuona utukufu wako. Bwana, uyaponye maisha yetu jioni ya leo, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Amen, amen, amen. Kama unaamini sema amen. Imani juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Imani juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Watu wengi wanasikia habari za Roho Mtakatifu, lakini imani juu ya Roho Mtakatifu hawana. Wengine wanafikiri Roho Mtakatifu ni kitu, wengine wanafikiri Roho Mtakatifu ni kitu kidogo, au wanataka kumfananisha na malaika. Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu, ana nafasi kama ya Mungu Baba, kwa sababu Roho Mtakatifu ni Mungu katika utatu wake,
nafsi ya tatu ya Mungu. Mungu mmoja mwenye nafsi tatu. Mungu mmoja mwenye nafsi tatu. Kwa hiyo ni Mungu katika utatu. Sasa nafsi ya tatu inaitwa Roho Mtakatifu, na ndio maana ukimkutana na Roho Mtakatifu utaona ndani ya Roho Mtakatifu yuko Baba, ndani ya Roho Mtakatifu yuko Mwana aitwa Yesu Kristo. Kwa uwezi kusema nimekutana na Roho Mtakatifu, nahitaji kukutana tena na Mungu. Ukikutana na Roho Mtakatifu umekutana na Mungu. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa sababu ni Mungu anajifunua kwenye nafsi yake ya tatu. Na ili Mungu aweze kukaa ndani ya mwanadamu lazima ajifunue kwenye nafsi yake ya tatu. Ili Mungu aje avae mwili afe msalabani, ilibidi ajifunue kwenye nafsi yake ya pili, aitwe mwana, apewe jina la kuitwa Yesu, avae mwili aje afe msalabani. Ndio maana Yesu ni Mungu 100% na ni mwanadamu 100%. Unanisikia nachosema? Jina la Yesu libarikiwe. Ili akae na sisi, Mungu ili ashuke ulimwenguni, ilibidi ajifunue kupitia nafsi ya tatu, nafsi ya pili, avae mwili, aitwe mwana, aitwe neno. Ilo neno lije liingie kwenye tumbo la Mariamu, livae mwili, aitwe Yesu. Huu mwili ubebe dhambi za ulimwengu wote, utolewe kama sadaka msalabani. Damu yake imwagike, iweke agano la umilele, ambalo kupitia agano hilo mwanadamu awe na uwezo wa kukopokea ukombozi. Na baada ya hapo sasa, alipofufuka akapaa, ili Baba na Mwana warudi wakae ndani ya mwanadamu. Mungu mkamilifu ili aweze kukaa ndani yako, anakaa ndani yako kwa njia ya Roho wake anayeitwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anajifunua kukaa ndani yetu kupitia Roho wake ili tukae na Mungu. Tunakaa naye kupitia Roho wake. Lakini kwa nini tunampokea Roho? Kwa sababu mwana alifungua mlango kwa kifo chake msalabani, ili kila wanaomwamini waokolewe, wapokee uzima. Ndio maana akapewa jina lingine Imanueli, Mungu pamoja na wanadamu. Alikuja kutengeneza maskani ya Mungu kwenye maisha ya wanadamu. Baada ya Yesu kufa, sasa Mungu anaweza kukaa ndani ya mioyo ya wanadamu, lakini Mungu anaweza kukaa katikati yao. Ndio maana unapokuwa na mahusiano na Mungu, Mungu anakaa katikati yako. Kinachokufanya uwe tofauti ulimwenguni hapa, mapepo ya kuogope na mizimu na mashetani, na uwe mshindi dhidi ya dhambi na upinzani wote wa ulimwengu wa roho, ni pale ambapo Mungu amepata nafasi ya kukaa ndani yako. Ndio maana kwenye waraka wa kwanza wa Yohana 4:4 anasema msiogope nyinyi watoto wadogo. Anasema nanyi mmewashinda. Kwa nini? Kwa sababu aliye ndani yenu ni mkuu, amen, kuliko wa ulimwengu. Alikuwa anataja nani? Mungu akikaa ndani yetu anakuwa mkuu kuliko yule shetani. Ndio maana hatuwezi kuogopa wachawi. Ukikaa na Mungu, wachawi huwaogopi, hata wakodishane huwaogopi, hata waseme tutakutengenezea ajali, tutaharibu maisha yako, huwaogopi. Kwa nini huwaogopi? Kwa sababu Mungu anakaa ndani yako. Ndio maana watu wa Mungu, sikiliza, ukiokoka, moja ya kitu unatakiwa kuona kinakuwa halisi kwenye maisha yako ni Mungu kukaa ndani yako. Ukikaa na Mungu, hakuna mtu atakubabaisha hapa duniani, hakuna mtu atakutishia. Wewe ni kiumbe cha mbinguni kinachoishi duniani kwa maisha ya mbinguni. Unanielewa nachosema? Kiumbe cha mbinguni kinachoishi duniani kwa maisha ya mbinguni. Ukiwa namna hiyo, maana yake kila ulicho nacho utakisajili kiwe ndani ya Mungu. Unakisajili kupitia madhabahu.
Ndio maana kaangalia watu waliopata ufahamu mzuri wa kiroho, hata akinunua nguo anaziweka wakfu kwa Bwana. Nguo za kuvaa anaziweka wakfu kwa Bwana kwenye madhabahu, ili zimbebe roho wa Mungu. Roho inaweza kukaa kwenye vitu, roho inaweza kukaa mpaka kwenye nguo. Hujai kuona kuna aina ya watu ambao wanashambuliwa na maroho ya giza, lakini ukiangalia mlango wao, wengine ni vitu walivyowahi kupokea. Wengine walipokea tu nguo wakavaa, nguvu za giza zikapata nafasi. Wengine walipotelewa nguo zao zilipobebwa. Nguo ni mlango wa nafsi yako. Chochote unachokitumia na kukipenda huwa kinafanyika kuwa lango la nafsi yako. Ndio maana kama vile lilivyo jina lako, jina ni muunganiko. Unaona kama Elia, ili Elisha abaki na upako wa Elia na roho ya Elia, alibaki na vazi la nani? La Elia. Alipomwachia vazi, na sehemu ya roho yake ikabaki kwenye vazi. Ndio maana hadi watoto wenu wafundisheni wasivaliane nguo huko wanakotembea na wenzao. Nguo zina uwezo wa kubeba roho, zina uwezo wa kubeba magonjwa. Hizi nguo hasa magonjwa ya kiroho. Ndio namwombea mtu anapata shida, unasikia maroho yanasema alichukuaga nguo yetu. Alichukua wapi? Kumbe alipewa zawadi na rafiki yake. Unamkumbuka Elisha aliporudi na lile vazi ameshika la Elia? Wale manabii wakasemaje? Tunaiona roho ya Elia juu yako. Manake changanya roho ya Elisha, upako aliokuwa nao Elisha, alafu changanya na upako wa Elia. Ndio maana Elisha alikuwa na upako dabo. Ukimchokoza akikasirika, dubu anakudonoa. Kuna siku alikuwa anatembea, wale vijana wakamtania wakasema mwenye upaa. Akakasirika, dubu akawadonoa. Kwa nini? Ana upako dabo. Ndio maana Elisha hata alipokufa mifupa yake imeoza miaka mingi, lakini bado ilibaki na upako kablini. Kama mifupa imebaki na upako kablini, kabli lake ukienda kusogelea mapepo yatafanyeje? Wamemtupa maiti kwenye kabuli la Elisha. Mtu aliyekufa, maiti ilipogusa mifupa ya Elisha, maiti ikanyenyuka. Unajiuliza mtu alikuwa na upako kiasi? Jina la Yesu libarikiwe. Wangapi wananielewa ninachosema? Mnanielewa watu wa Mungu? Sasa naomba tuendelee mbele. Nikakuonyesha imani juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Nikakuonyesha vitu vinavyotokea unapojazwa Roho Mtakatifu. Viko vingi watu wa Mungu. Kiachana na karama na nini, kuna vitu vingine vinaitwa tunda la Roho. Unalifahamu tunda la Roho? Tunda la Roho huwezi kuwa nalo ni mpaka umejazwa nini? Tunda la Roho ni maisha ya Roho Mtakatifu anayoyaachilia ndani ya muamini. Ule upendo anaosema pale huwezi kuwa nao kwa kujifanyisha, ni ngumu. Tunda la Roho ni maisha ya Roho Mtakatifu yanayozaliwa ndani ya mtu. Utajuaje kwamba unaenenda kwa Roho? Tunda la Roho. Tunda la Roho ndilo linalothibitisha maisha ya Mungu ndani yako, kwa sababu tunda la Roho ni tabia za Mungu ndani ya muamini. Unaposikia uaminifu, utu wema, fadhili, upole, kiasi, ile kiasi inaitwa self control. Kiasi maana yake kila kitu unakifanya kwa kujidhibiti, usipitilizie. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Sasa tunda la Roho ni maisha ya Roho Mtakatifu yaliyofunuliwa, ni matokeo ya ujazo na kuishi na Roho Mtakatifu ndani yako. Kwa ukiniambia mimi nimejazwa Roho, ninaishi na Roho Mtakatifu, ninaenenda kwa Roho, ninaishi maisha ya kiroho, tulione tunda la Roho. Haleluya. Tulione tunda la nini? La Roho. Matokeo mengine, mtu akijazwa Roho Mtakatifu anapokea kitu kinaitwa kuona maono. Kama ni mwanamke, kama ni binti, tunaita anakuwa visionary. Kama ni kiongozi, tunasema anakuwa visionary leader, yani kiongozi wa maono.
Sasa maono yanayosemwa hapa sio tu yale maono ya kusema nimeona maono. Maono gani jamani? Nimeona ukuta unapasuka. Yani mtu akijazwa Roho Mtakatifu anaona hayo maono ya ukuta kupasuka, lakini anapewa na picha, maono ya maisha yake, maono ya mahali yalipo, watu wanaowaongoza, vision, maono. Hakuna maono, matokeo unayoyaona haya ni ngumu kuyaona. Jina la Yesu libarikiwe. Na hiyo nguvu ya maono haiji eti kwa sababu we ni mzuri wa sura, inakuja kwa sababu umejaa Roho Mtakatifu ndani yako na umekubali uongozwe naye. Na kinachofelisha wengi kwenye maisha ni kutokuwa na maono. Anayeletaga maono, watu wa Mungu, ni Roho wa Mungu. Maana kuna vitu vitatu vikubwa sana. Kuna kitu kinaitwa kusudi. Amen. Kuna kitu kinaitwa mpango. Kuna kitu kinaitwa maono. Umeviona hivi vitu vitatu? Kusudi linaweza kuwepo na ukasema ni kusudi la Mungu, hili nimelijua, lakini ili kulifikia Mungu atakavyoanza kuvifunua ndani yako, cha kwanza maono. Maono yanazaa mpango. Mpango ni njia. Maono ni picha inayokupeleka kwenye kusudi, inayokupa mwongozo wa kukutafsiri wewe kwa nini upo, ili ufikie kuishi sababu ya uwepo wako. Mungu anaweka. Ndio maana angalia, taasisi yoyote ikianzishwa, cha kwanza watakwambia tunataka tujue maono ya hiyo taasisi. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Ile ni Matendo ya Mitume 2:17. Wana wenu wataona maono, mabinti watatabiri, na wazee wataota ndoto. Ndoto gani? Zinazoletwa na Mungu, zilizobeba majawabu. Unakumbuka mfalme Farao aliota nini? Aliletewa ndoto ya kujua yatakayotokea mbele ya safari. Maana yake ndoto inaweza kubeba unabii ndani yake wa kujua nini kitatokea na mnatakiwa kufanya nini. Asema wazee wataota, vijana wataona maono, lakini mabinti watafanya nini? Watatabiri. Kwa kutabiri sio mpaka useme asema Bwana wa majeshi. Kutabiri ni kulisema neno la Mungu lililoko ndani yako. Unanielewa watu wa Mungu? Kulisema neno la Mungu, hiyo tunaita forthtelling prophecy. You speak the word of God accordingly. Unahubiri neno la Mungu sawa sawa na linavyosema. Tunasema unafanya kitu kinaitwa forthtelling prophecy. Unahutubu, unalisema neno la Mungu. Mungu anasema ukitubu atakupa amani. Maana yake ni kama vile unamwambia mtu tubu upokee amani. Maana yake unamwambia kitu kitakachotokea kutokana na neno la Mungu. Sasa mambo yafuatayo, nataka tuende hatua nyingine sasa. Ili upokee ujazo wa Roho Mtakatifu, fuatilia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, hali ya moyo wako. Jambo la kwanza ni hali ya moyo wako. Eneo la kwanza la kulichunguza na kulifuatilia unapohitaji kujazwa Roho Mtakatifu ni kuangalia hali ya moyo wangu ikoje. Hali ya moyo wako, kwa sababu kuna hali ndani ya moyo wa mtu inaweza kuwa kizuizi cha ujazo wa Roho Mtakatifu. Hasa hivi siku za hivi karibuni, watu wengi wanaokoka, lakini nitafutie watu waliojazwa Roho kikweli kweli.
Tafutie. Napokuambia hivi, zunguka makanisa yote unayoyafahamu, utakuta watu wanaomba mpaka wanatoa jasho. Nitafutie watu waliojaa roho kabisa, ambao ukiwaona ndani unaiona akili ya Mungu, unaona uwezo wa Mungu, unaona nguvu ya Mungu, unaona mafunuo ya Mungu, unaona maisha ya Mungu ndani yao, unaona tunda la Roho Mtakatifu, unaona uaminifu wa Mungu. Nitafutie. Makanisani leo watu wanaweza kuwa mpaka wahubiri. Nitafutie wahubiri waliojaa Roho Mtakatifu. Tafutie. Unaweza kuwakuta waombaji wengi. Nitafutie waombaji waliojaa Roho Mtakatifu. Waombaji waliojaa Roho Mtakatifu. Huyu muombaji, Mungu akimtengeneza kuwa mlinzi, hakuna kitu kinaharibika hapo. Kuna waombaji wazaaji, waombaji waliojaa Roho Mtakatifu. Hatumii nguvu zake, kajaa Roho, hamasishwi kwamba tukaombe. Hamasishwi. Ana muda binafsi na Mungu. Anatamani kukaa na Mungu kuliko kukaa na marafiki, kwa sababu ya uzuri wa uwepo wa Bwana anaosikia ndani yake. Na isitoshe hawezi kuwa na marafiki wengi, kwa sababu muda wa kuongea na marafiki wengi hana. Tafutia mtu aliyejaa Roho. Hana muda wa mizunguko isiyo na maana. Sasa leo tuna watu wengi, tuna wahubiri wengi, nitafutie waimbaji waliojaa Roho Mtakatifu. Nyimbo zinaanzia mioyoni mwao, hazianzii mdomoni. Ukiwaambia wasimsifu Mungu, hawa ni kama unataka kuwaua. Kumsifu Mungu kwao ni kama kupumua, kwa sababu Roho amejaza hicho kitu ndani. Nitafutia vijana waliojaa Roho Mtakatifu. Tabia zake zinavutia, vitu alivyobeba vina mvuto, maisha yao yanavutia. Hasa unapotaka kujazwa Roho Mtakatifu, eneo la kwanza la kuchunguza hali ya moyo. Hali ya moyo wako ikoje? Ukisoma kwenye maandiko, ili Mungu awajaze watu Roho wake, mahali pengine ilibidi atengeneze mioyo yao kwanza. Na ndio maana umeona nimekuwa nikisisitiza, kama hujaokoka, kama ulirudi nyuma, tengeneza na Bwana, kwa sababu dhambi ina tabia ya kuharibu moyo wa mtu. Na moyo ndio kivutio kikubwa cha Mungu kuja kwenye maisha yako. Hakuna kitu Mungu anakihitaji kwenye maisha yako kama moyo wako, kwa sababu ndani ya moyo ndiko kuliko na hisia za kupenda, maamuzi na fahamu na akili. Sasa unisikilize. Fungua Matendo ya Mitume 8:18 hadi 24. Hebu andika na Ezekieli 36, andika haraka haraka. Ezekieli 36 mstari wa 25 na 27. Tuanze na Ezekieli. Nataka uandike hii mistari. Nazungumza hali ya moyo. Mungu ili awajaze, ili abadilishe hali ya kiroho ya taifa lake, ilibidi ashughulike na mioyo yao kwanza, kwa sababu moyo unaweza kukuzuia, na mioyo imezuia watu wengi kuinuliwa, watu wengi kuinuka. Mioyo, kwa sababu ndani ya moyo wako unaweza kuwa store ya vitu vichafu. Moyo wako. Ukiona mtu ni mzinzi ambaye anasema anashindwa kuacha uzinzi, hicho kitu kimezaliwa wapi? Kwenye moyo wake. Moyoni hutoka mawazo mabaya, moyoni hutoka uasherati, moyoni hutoka uzinzi, moyoni kunatokea matusi. Unanisikia nachosema? Ezekieli 37 mstari wa 14. Tuanze na mstari wa, nimesema 36. Ezekieli 36 mstari wa 25 na 26. Anasema, nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi,
nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote, nami nitawapa nanyi moyo mpya. Sema moyo mpya. Anasema nitawapa moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Angalia mstari wa 27 mpaka wa 27. Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Sasa angalia Mungu anachosema. Kabla ya kutia roho yake, anashughulikia hali ya mioyo yao. Na kabla ya kwenda kubadilisha mioyo, anajua, anasema ndani yenu kuna vinyago. Kuna vinyago vimekaa. Hivyo vinyago haviwezi kuruhusu roho ya Mungu ikae. Anasema nitawanyunyizia maji, nitawatakase, kuwasafisha. Jina la Yesu libarikiwe. Anasema nitawatakase, nitawasafisha na kuondoa vinyago ndani yenu. Lakini anasema hivi, nitautoa moyo wa jiwe, nitawapa moyo mpya, nitawaondolea ule moyo. Anasema nitawapa moyo mpya, nitatoa ndani yenu moyo wa jiwe na kuweka moyo wa nyama. Lile neno moyo wa nyama maana yake moyo ulio laini, ambao nikiongea unasikia, nikiongea unapokea. Moyo wa jiwe ni aina ya moyo ambao haukubali kupokea mabadiliko, hata kama ungeambiwa, hata kama ungekemewa, hata kama ungehubiriwa. Ule moyo, neno ni kama linagonga tu kwenye jiwe, hakuna badiliko linatokea. Ndio maana muamini akiwa na moyo wa jiwe, haijalishi atahubiriwa kiasi gani, haijalishi ataonywa kiasi gani, haijalishi atafundishwa kiasi gani, mpaka Mungu abadilishe huo moyo. Akimpa moyo wa nyama, akiingia ibadani, akisikiliza neno moja tu, linabadilisha maisha yake. Haleluya, watu wa Mungu. Ndio maana unapoenda mbele za Mungu kwa kuhitaji ujazo wa Roho Mtakatifu, cheki hali ya moyo wako. Una moyo wa aina gani? Sasa huu moyo wa jiwe unaweza ukawa wewe hukuzaliwa nao, lakini unaharibiwa. Hivi unajua kuna watu mioyo yao imeharibiwa kwa sababu ya changamoto mbalimbali walizopitia. Unafahamu hiyo? Kuna watu mioyo yao ina uchungu. Anayeondoaga majeraha hayo ni mmoja tu, master, bingwa. Yeye ni Bwana wa mabwana, Roho Mtakatifu. Yeye ndiye anaondoaga kabisa. Yeye ndiye anaondoa. Yeye ndiye ananyamazishaga misiba mahali ambapo amekosekana mtu wa kunyamazisha, kwa sababu yeye anaitwa Roho wa faraja. Aliwahi kulifariji kanisa Yerusalemu likiwa limebeba maumivu mazito ndani yao, hawajui cha kufanya. Biblia inasema wakapata faraja ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapokuwa Bwana wa faraja, huzuni iliyokaa kama mlima inayeyuka. Na ukishaona anafanya hivyo, maana yake anatengeneza moyo ili aulete moyo mpya kabisa. Ndio unasikia mtu anasema ni kama vile nimezaliwa upya. Sasa sio rahisi, na ndio maana ukisoma haya maandiko vizuri, ukisoma utaona mpaka kufanikiwa kwao kiuchumi kulitegemea kubadilishiwa mioyo yao. Hivi unajua mafanikio yako, Biblia inasema unavyo mtu nafsini ndivyo alivyo. Unajua mafanikio yako yanaanzia moyoni. Moyoni ndio kuna chemchemi za mafanikio yako. Huwezi kujenga nyumba ambayo haijawahi kujengwa kwanza kwenye moyo wako, haiwezekani. Ukijenga haitaisha. Huwezi kuwa na maisha ambayo hayajawa moyoni mwako kwanza. Ndio maana mpaka imani inakaa moyoni, Yesu anakaa moyoni, vipawa mbalimbali unavyovisikia vinakaa moyoni. Ndio maana anasema Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani. Neno la Mungu lijae ndani yenu, moyoni mwako ndiko linajaa.
Umewahi kujiuliza huu moyo una kitu gani? Wewe unasikia Biblia inasema kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Kwa moyo huamini hata kupata haki. Manake moyo usioamini umejitenga na haki. Angalia hali ya moyo wako. Wengine mioyo yao imeshambuliwa. Ngoja nikuonyeshe. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 8:18 hadi 24. Angalia 8:18 hadi 24. Biblia inasema hata Simoni alipoona ya kuwa, Matendo ya Mitume 8:18 hadi 24. Hata Simoni alipoona ya kuwa na watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huu, ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipotelee mbali pamoja nao, kwa kuwa umezania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili, kwa kuwa moyo wako si nini? Biblia inasemaje? Sio nini? Si mnyofu mbele za Mungu. Huyu anayeambiwa kaokoka, kabatizwa na kubatizwa, alafu yuko kwenye timu ya Filipi. Shida kilichomkwamisha asipokee uwezo huu ni nini? Moyo wake sio mnyofu. Si mnyofu mbele za Mungu. Basi tubia uovu wako huu, ukamwombe Bwana, ili kama yamkini usamehewe fikra hii ya moyo wako. Maana yake moyo una fikra. Ukisikia moyo ni mgumu, maana yake umetengenezewa fikra ngumu. Kuna watu hawapokei miujiza. Tatizo sio jina la Yesu, tatizo sio makanisa yao, tatizo sio upako, tatizo ni mioyo yao. Mioyo yao. Tatizo ni moyo. Moyo umebeba vitu vinavyozuia mkono wa Bwana kukusaidia. Moyo. Anasema na kuona u katika nyongo, na tena u katika kifungo cha uovu. Sema kifungo cha uovu. Hicho kifungo cha uovu kilikaa wapi kwa huyu mtu ameokoka na amebatizwa? Kilikaa kwenye moyo. Ndio maana ukiokoka roho yako imezaliwa mara ya pili, lakini moyo wako una taarifa nyingi za zamani. Mwambie Mungu, nisamee fikra hii. Hali ya mioyo yetu ndio inayotukwamisha. Kilichomfanya Daudi atiwe mafuta ya kuwa mfalme, mafuta ya kuandaliwa, mafuta ya kuinuliwa, sio sura, sio kimo, sio umri, hali ya moyo. Mungu alisema, mimi siangalii sura, naangaliaga moyo. Roho Mtakatifu angaliagi sura, angaliagi dini, angaliagi umri, angaliagi jinsia, anaangaliaga moyo. Moyo wa mtu. Moyo. Angalia historia, uliokoka lini. Moyo. Hakuna mtu alikuwa mbaya na kusimamia mauaji ya watu wa Mungu, sio majambazi. Hakusimamia mauaji ya majambazi, alisimamia mauaji ya watu wa Mungu. Sauli wa Tarso, Paulo. Moyo wake ulikuwa mbaya, umebeba ukatili, lakini siku alipokutana na Bwana, siku alipojazwa Roho wa Bwana, mtu katili na mwenye moyo mbaya, moyo wake uligeuzwa kabisa, ukawa moyo wa kitume, ukawa moyo wa Injili, ukawa moyo wa ufalme wa Mungu, ukawa moyo wa kupeleka habari njema. Unaweza kuwa mbaya kabisa, lakini ukikutana na Bwana ukamfungulia moyo wako, yeye atarekebisha hiyo historia na kuweka new history. Ataandika historia mpya. Ndicho anachofanyaga Bwana. Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Damu ya Yesu ilimwagika kwa ajili ya damu zote zilizomwagika kimakosa. Ndio maana hata kama mtu alitoa mimba, akafungua moyo wake kwa Bwana,
anasamehewa, na ile damu ya kutoa mimba iliyomwagika ili kumwingiza kwenye vifungo mbalimbali, ile damu inashughulikiwa na damu ya Yesu. Inanyamazishwa vilio, inanyamazishwa laana, inanyamazishwa mabaraa, inafungwa ule mlango wa uharibifu, mlango wa mauti aliyokuwa amefungulia kwenye tumbo lake. Ule mlango unafungwa, linafunguliwa lango la baraka. Watu wanajiuliza, kahaba anaingizwa kwenye uzao wa Yesu. Kahaba Rahabu, inawezekana Rahabu alilala na wanawake na wanaume hawahesabiwi, lakini Rahabu alipokutana na wapelelezi na Mungu akaingilia kati, moyo wa kahaba ukabadilishwa, akaokolewa yeye na familia yake. Familia yake ilimtukana ni kahaba, lakini kahaba aliyekuwa amebeba hatima ya nyumba yake. Wanaweza kukutukana wanavyoweza, kumbe wewe ndio uliyekusudiwa na Bwana kuinua familia, kuinua ukoo, kuinua kabila lako, kuinua kanisa lako. Ndio maana usikate tamaa, haijalishi historia ya mabaya, Yesu huwa anafinyanga. Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amen. Alikutana na ndoa zilizoharibika zikapona kabisa. Alikutana na mabinti waliokata tamaa wakapata tumaini jipya. Alikutana na waliofiwa wakaishi tena. Huyu ndiye Mungu aliye hai. Sina muda wa kukuelezea sana. Hali ya moyo wako ikoje? Hali ya moyo wako ikoje? Kwa sababu cha kwanza ni kifungo cha dhambi, cha pili ni fikra za uovu, cha tatu ni mashetani. Maroho yaliyopewa nafasi yanaweza kufanya moyo wako kuwa mgumu. Nitakuja nikuonyeshe habari za mchawi. Mchawi anayeitwa Yesu alivyokuwa na ufunga moyo wa Paulo Sergio. Unaweza kukaa na watu kumbe ndio wanaoshambulia moyo wako. Wanaongea maneno mabaya, unafikiri wanaongea maneno mabaya lengo la kukumiza, kumbe wanaongea maneno mabaya yaliyozaliwa kwenye mioyo iliyobeba uchawi, ili watumie maneno mabaya kama silaha kupandikiza uchawi wa kukuzuia. Jesus, uko tayari kuomba? 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 Kama uko tayari sema amen, sema amen, sema amen, sema amen. Wako wapi wanaojua Yesu yuko hapa kubadilisha historia zao? Wako wapi wanaojua Roho Mtakatifu yuko hapa kugeuza mioyo yao? Kama unajua Roho Mtakatifu amekuja kwa ajili yako, sema amina, sema amina, sema amina, sema amina, sema amina, sema amina. Haijalishi unapita wapi, sema amen. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Mandarabashanda. Zuia hatua za familia kuendelea mbele. Familia zimejaa migogoro isiyoisha. Hakuna mtu wa kuondoa hiyo migogoro, ni Roho wa Mungu aliye hai. Mandarabashanda rabakorabasaya. Rimandarabakorobosikiriandarabasa. Yes Lord, yes Lord. Kandorobo sikiriandarabasaka yandarabakorobosi. Rikandarabasaka yantafunika macho yako. Mandorobo sikiriandarabasaka yantarabakorabashanda. Rindorobo sikiriandarabasaka yantarabakorabasaya. Mandorobo sikiriandarabasaka yantarabakorabasaya. Riko kondorobo sandaya rimandarabakorabasia. Rikandarabasaka yantarabakorabasaya. Riko kondorobo sikiriandarabasa. Rikandarabasaka yantarabakorobosika. Riko kosadaya manda. Rikandarabakorabadaya. Rikondarabasaka. Riko kosada rimandara. Rikondarabasaka. Risandarabakorobos. Rikandarabasa. Rikosandarabakorobosa. Rikandara
rabasaya rimanda rabasaka yatarabakorabasia rikondorobo sakayanta rimanda rabasaya rikotorobo sandaya rikandarabasaya rikokondorobosa rikandarabasa rikotorobosa rikandarabasa kanoriandarabasaka yatarabakorabasaya rikantarabakora rimandarabasaka yata rikondorobosandaya rikandarabakorobosa rikasatarapa riandarabasaka rimandarabasia rindorobosanda rikandarabakorabasia kandorabasikiriandarabasa rikandarabasakayata rimandarabasakayandarabakora rimandarabasia rimandarabakorabasia rimandarabasandarabakora kandoriandarabakorabasia kandorobosa rikandarabakorabasa rikodorobosandaya kandarabasaya 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 kandarabasaya. Sikia ulimwengu wa roho rakasadarapakorabasa rikatarapasaka rimandarapasia ridoriandarabasaka rikodorobosa rikandarabasia kandoriandarabasakayata. Mandarabasa mandarabasa mandarabasa. Ni nani anaweza kututua aibu hii? Ni nani anaweza kutuvisha vazi la heshima? Ni nani anaweza badilisha historia? Ni nani anaweza ponya mioyo hii? Ni nani anaweza fungua vifungo hivi Bwana? Rakasandarabakorabasaya rimandarabasandarabakora rimandarabasakarabasa rindorobosa rikandarabasakayata rikondorobosadaya rikandarabasa kandorobosadarabakora kandarabasandarabaco rimandarabasa. Angalia Bwana hao wachawi wanavyojivuna juu ya maisha ya mtoto wako. Angalia wanavyosema, angalia wanavyocheka, angalia wanavyosalahu, angalia wanavyosema hataenda kokote. Angalia Bwana, angalia, angalia, angalia Bwana, angalia, angalia Yesu, angalia, 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 angalia. Mwangalia huyu mwanamke, mwangalia huyu baba, mwangalia huyu mtumishi. Ninasikia nguvu za Mungu za ajabu. Ninasikia nguvu za Mungu za ajabu. Fungua moyo wako. Hilo lango la ndoto, Roho Mtakatifu anapita kwenye hilo lango, anapita kwenye hilo lango la fikra, anapita kwenye hilo lango la tumbo, anapita kwenye hilo lango la miguu yako, nyayo zako. Roho Mtakatifu anapita kwenye hizo nyayo, anapita kwenye hilo lango la masikio yako. Kando robosa, kando robosa, kando robosa. Bwana, hii mioyo ni ya kwako. Rakashandarabakorabasaya rimandarabasa. Jesus, nasikia nguvu za Mungu nyingi. Simama mahali ulipo, wewe ambaye ulikuwa umekaa kwenye kiti, simama.
Nyanyua mikono yako kwa Bwana. Ninaiona neema ya Bwana jioni ya leo. Ninauona uwezo wa Bwana. Ninaiona nguvu ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Kuna misingi inarejeshwa iliyokuwa imeharibika. Misingi kwenye ndoa, misingi kwenye familia, misingi kwenye uchumi, misingi ambayo iliharibiwa na adui inarejeshwa jioni ya leo. Utaona nguvu ya Mungu ikipita kama moto, na hizo roho zilizopata uhalali zikichomoka na kuachia nafsi za watu, zikichomoka na kuachia miili ya watu, zikichomoka na kuachia hatima zao. Yuko Bwana hapa. Wale ambao malango ya familia yao kwenye kuolewa yalifungwa, ninasikia Roho Mtakatifu akiyafungua leo. Ninasikia Roho wa Mungu akiyafungua leo. Wale ambao malango ya uchumi wao Shetani alisema amepana, wale ambao afya zao wamekuwa wateja wa magonjwa. Yes Lord. Simama mahali ulipo hapo, funika macho yako, fuatana na maombi haya. Sema, ee Mungu uliye hai, nimesikia neno lako, namna ambavyo hali ya moyo wangu inaweza kuzuia uwepo wa Roho Mtakatifu na ujazo wa nguvu zako ndani yangu. E Bwana, nimesikia neno lako na nimeijua hali yangu na maisha yangu, namna ambavyo nimekwama, familia yangu imekwama, uzao wangu umekwama, ndoa yangu imekwama. Ninapambana tu lakini imekwama, nimepambana tu lakini mambo ni magumu na siwezi mwenyewe. Moyo wangu una majeraha mengi, una mateso mengi, una maumivu mengi. Jioni ya leo nainua mikono yangu, ninaomba toba kwa ajili ya moyo wangu juu ya jambo lolote nililolifanya likaharibu moyo wangu, likaharibu fikra zangu. Uovu wowote wa kifamilia ulioharibu maisha yangu, jioni ya leo ninaomba toba. Maombi haya yanitoe mimi na uzao wangu kwenye umateka, kwenye mateso, kwenye uharibifu, kwenye mashimo yaliyozuia maendeleo yangu, yaliyozuia furaha yangu, yaliyozuia amani yangu, yaliyozuia maisha yangu yaliyo mema, yaliyo ya baraka. Jioni ya leo ninaomba rehema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yes, ninakuita jioni ya leo. Njoo Bwana na nguvu zako unitoe kwenye hivyo vifungo, kwenye hayo mashimo. Takasa fikra zangu, takasa maisha yangu. Msingi wowote ulioharibika, msingi wa ndoa, msingi wa kiroho, msingi wa kiuchumi, misingi yote iliyoharibika, leo hii ninatubu, leo hii ninaomba toba kwa damu ya Yesu. Ninaiachilia damu ya Yesu iondoe huo uovu, iondoe hilo agano, iondoe huo muunganiko wa nafsi yangu na wanadamu wengine ambao Bwana hawakutakiwa kuwepo kwenye maisha yangu. Jioni ya leo ninaiachilia damu ya Yesu iniweke huru kila hisia iliyotekwa kwenye ulimwengu wa roho. Ninaikomboa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila
jioni ya leo unafunguliwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ewe roho uliyepata nafasi unayeshambulia familia yangu, uchumi wangu, afya yangu, maisha yangu ya kiroho, vipawa vyangu, uwezo wangu, jioni ya leo, jioni ya leo, wewe roho unaachia, 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 unaachia. Nasema unaachia. Nimekukataa leo, wewe roho unayepita kwenye ndoto, kwenye ndoto usiku wa manane, jioni ya leo chomoka, achia, 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 achia kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana sasa. Mpaka kule nyuma usishangae. Ita moto wa Yesu, sikae chini. Ita moto wa Yesu kwa ajili yako. Ita moto wa Yesu. Ita moto wa Yesu. Kila kifungo kinayeyuka sahi. Fungua moyo wako kwa Bwana. Mpaka kule nyuma, wanaume, wakina baba, wakina mama. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yes. Asante Bwana. Endelea kuomba. Usishangae mbebeni mtu akianguka huko. Mlete kwenye madhabahu. Lete kwenye madhabahu. Lete kwenye madhabahu. Wewe ni Mungu ambaye umetuita. Mtu akianguka nyuma, mlete kwenye madhabahu. Jidhihirishe na ujitetee. Jioni nyingine ya pekee. Bwana unayeshughulika juu ya maisha yetu. Asante kwa ajili yetu Jehova. Endelea kusimama kwa watumishi wako hawa. Waguse kipekee Bwana. Waguse kipekee Bwana. Pita kwenye maisha yao. Pita kwenye maisha yao. Pita kwenye maisha yao. Pita kwenye maisha yao. Raka sana rapa korobosa. Yes. Yes. Haya, funguka. Funguka kwenye maisha yao. Pokea kufunguliwa. Pokea kufunguliwa. Haya, Yesu Kristo. Haya. Kila fire. Yes. 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 Jesus. Yes. Funguka. Uwe kwenye maisha yako. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Haya yote. Mfalme wetu. Yes. Yesu Kristo wa Nazareti. Kila kilichoinuliwa. Endelea kusimama. Endelea kutukuza. Endelea kusimama. Kwa ajili yetu Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila aliyeonewa mahali hapa. Mmemetewa Yehova. Simama kwa ajili yetu Jehova. Wewe ni Mungu aliye hai. Unaendelea kutukuzwa milele yote. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya nguvu zako. Asante kwa ajili ya uwepo wako. Neema yako Bwana inatosha sasa. Inaachilia moto. Kristo wa inaachilia moto. Iliyolishe na ujiteteze wasawa na neno lako. Imekuwa. Nyenyua mikono yako mama. In Jesus name. Kuanzia leo mateso yasiyo mbele za Bwana. Endelea kuomba mbele za Bwana. Bwana nakusikia hivyo vyote unavyoomba. Yes. Bwana kukumbuke. Bwana kukumbuke. Bwana kukumbuke. Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu aliye hai. Bwana kutazame moto namna moja na achilia moto. Haijalishi ulipita kwenye moto. Bwana achilia neema ndani yako. Bwana achilia neema ndani yako. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Achilia neema yako sasa. Endelee kupita. Endelee kujitukuza. Endelee kumwonekania. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwenye maisha yako. Asante kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Endelea kana Jehova. Endelea kujidhihirisha uliye mfalme mwema. Kwa
jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Neema yako Jehova inatosha. Jidhihirishe katikati ya watu wako, jidhihirishe katikati ya kanisa lako. Waguse Bwana watumishi wako hawa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Watazame kwa namna moja ama nyingine, jidhihirishe kwao, jitukuze kwao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Shughulika Mungu, siyeshindwa na jambo lolote. Hebu pita ukitakasa, pita ukinyanyuka tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa ajili ya uaminifu wako, asante kwa ajili ya nguvu zako, neema yako yatosha sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Endelea kusimama kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti tuliye hai. Jidhihirishe na ujitukuze Bwana juu ya watu wako hawa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neema yako Bwana isimame juu ya watu wako katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuonekana, endelea kujidhihirisha, endelea kutembea na kujidhihirisha sawa na neno lako. Ninaachilia moto mbalimbali, kila roho ya uharibifu kwenye maisha yako, moto kwenye maisha yako. Saidie mtoto kuanzia sasa, kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo tuliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti tuliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti tuliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti tuliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti tuliye hai. Wewe ni Mungu uliyeacha mamlaka, jidhihirishe, pokea neema yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jidhihirishe Bwana na ujiteteze sawa na neno lako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Gusa kila mmoja wetu aliyeko mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana onekana, onekana Bwana, onekana Bwana katikati ya watu wako. Haijalishi imekuweje, lakini wewe ni Mungu ambaye unasaidia wanadamu, wala hakuna neno lolote lile gumu na kukushinda wewe Mungu. Hebu pita jioni ya leo, pita jioni ya leo kwa kila mmoja wetu aliyeko mahali hapa Bwana. Bwana, achilia neema ndani yake, achilia ukombozi ndani yake, achilia uwezo na mamlaka ndani yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila aliyedharaulika Bwana, kila aliyekuja kwako, aliyekuja amedharauriwa, alirudi amepata heshima. Bwana shikilia, Bwana shikilia, Bwana onekana, Bwana onekana ukijitetea kwa watu wako hawa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.